Bana, mambo vipi? Ni baada ya siku nyingi sana tunakutana tena kwenye Ngale Sports. Lengo ni kuzungumza yale ambayo yanaendelea kwenye soko ama dirisha la usajili. Kuna mengi yanaendelea kuzungumzwa. Tushaona timu mbalimbali zimeshusha vyuma. Azam FC tayari wameshusha vyuma kwelikweli, Yanga wameshusha vyuma kwelikweli, Simba wameshusha vyuma kwelikweli, lakini leo tuanze na kuwatazama klabu ya Simba ambao wao wametambulisha kadhaa wa ndani. Tutakuja kuangalia kwa nafasi yao, lakini leo tutazame taarifa za Simba kuwa kumsajili Ibrahim Dumbia, nyota mwenye miaka 18 ambaye anatokea kule nchini Mali katika klabu ya Korofina. Umenisikia vizuri, lakini moja vitu ambavyo unatakiwa kuvifahamu kwamba kuna timu maarufu za Mali, lakini Korofina si timu maarufu ya Mali. Katika taifa la Mali timu maarufu Stade Malien, lakini pia wapo Joliba. Hizo ni miongoni mwa timu maarufu na timu ambazo zina historia kubwa, lakini Korofina msimu uliopita ilimaliza kwenye nafasi ya 12, wa nafasi ya 7, lakini msimu 2024-25 ilimaliza kwenye nafasi ya 12 katika timu 16 shiriki kwenye ligi ya Mali. Sasa Ibrahim Dumbia ni nani? Ni nyota ambaye anacheza katika eneo la kushambulia. Kama unakumbuka vizuri, Simba imeshampa mkono kwa heri Steven Dese Mukwala. Simba imeshampa mkono kwa heri Jonathan Soa. Mshambuliaji pekee ambao mbaki naye ni Selemani Mwalimu. Hivyo wameona inafaa kwenda kumuongeza Ibrahim Dumbia mwenye umri wa miaka 18 na 19 kwenye kikosi chao katika eneo la kushambulia. Ni jambo zuri, ni tukio zuri kweli kweli, lakini moja ya kitu ambacho tunatakiwa kukizungumzia, anakwenda kuofa kitu gani, anakwenda kuongeza nini kwenye kikosi cha Simba, lakini yeye ni mchezaji wa aina gani? Kwanza kabisa, msimu uliopita alifunga bao 17 kwenye ligi ya Mali, lakini sio tu magoli 17, akatoa na assist 4 ambazo zinamfanya kuchangia kwenye magoli 21 ambayo timu yake imefunga. Lakini sio tu hivyo, timu nzima ya Korofina ilifunga bao 28. Kwa unaweza kuona hapo kwamba mabao 17, assist zake 4 alizotoa, mchango wa magoli 21 alionayo. Maana yake ni kwamba katika magoli 28 yeye amechangia kwenye magoli 21, tofauti ama pungufu magoli 7 tu ya timu nzima ambayo imefunga. Kwa hiyo kijana huyu ni miongoni mwa nyota ambaye anakwenda kuisaidia klabu ya Simba kwa eneo la kupachika mabao. Tunafahamu kwamba Selemani Mwalimu mabao 9 msimu uliopita, assist kadhaa kwenye ligi kuu, wanakwenda kuofa ama wanakwenda kuongeza kitu. Lakini achana na namba zake, turudi kwenye eneo lake la kiuchezaji. Yes, ni striker ambaye hapende kukaa kwenye box na kusubiri kupokea ama kupata mpira. Hapa nazungumzia yule striker ambaye anakaa kwenye box kusubiri huduma. Mfano, Simba walikuwa na striker kama Medi Kagere ambaye yeye alikuwa anasubiri kwenye box. Simba aliwahi kuwa na striker Chris Mugalu, somehow alikuwa naye pia anasubiri kwenye box, lakini aina ya striker ninayemzungumzia hapa ni Kavla John Raphael Boko. Ukimweka pembeni anakupa kitu bora, ukimweka katikati anakupa kitu bora. Ndicho ambacho anakwenda kukiofa Ibrahim Dumbia kwenye kikosi cha Simba kama ingizo jipya katika eneo la kushambulia. Kijana mdogo kwelikweli mwenye mabao 17 kwa msimu uliopita. Hiyo ni sifa yake ya kwanza. Lakini sifa yake ya pili, anaweza kucheza na striker mwingine. Ukitazama video zake na aina movement ambazo anafanya, lakini pia na mfumo ambao ulikuwa unatumika kwenye klabu ya Korofina msimu uliopita, walikuwa wanatumika zaidi baada ya mlinda lango, wanatumika walinzi 4, viungo wawili wa chini, viungo cha shambuliaji na mshambuliaji mmoja. Yeye ndiye alikuwa anasimama kama mshambuliaji wa mwisho kwenye eneo la kikosi cha Korofina. Lakini zipo zile mechi ambazo zilibadilika mfumo kutoka kwenye 4-2-3-1 mpaka kwenda kwenye 4-4-2. Kwenye ile 4-4-2 naye pia alikuwa ana support hayo mashambulizi, ama anasema kama mshambuliaji wa pili akitokea upande wa pembeni kushoto, kama timu ikiwa
tengeneza mashambulizi ya kushtukiza ama timu ikiwa katika mtindo ule wa kujilinda na kutafuta mpira kutoka kwa wapinzani. Muda mwingi ameoperate zaidi kutokea pembeni kushoto kwenda yani juu kama mshambuliaji wa mwisho, lakini anatokea zaidi upande wa pembeni kuingia kwenye box. Maana yake ni kwamba anatoa majibu kama sio striker ambaye anasubiri kulishwa akiwa ndani ya box, anasubiri kupewa huduma akiwa ndani ya box. Ni miongoni mwa washambuliaji ambao walikuwa namba nzuri kwa msimu uliopita. Hapa tunamzungumzia mchezaji kinda kijana ama mchezaji bora kijana wa ligi ya Mali msimu uliopita. Unaweza kuona Simba amepata mshambuliaji wa aina gani. Maana yake mpaka sasa Simba wana washambuliaji wawili, amini watatu. Wana Selemani Mwalimu lakini pia wana Manengo. Maana yake kama yeye watamsajili ama watamtangaza, atakuwa striker watatu kwenye timu yao, na more likely ama mara nyingi zaidi inaonekana atakwenda kupata nafasi ya kuanza yeye kama ni washambuliaji wawili dhidi ya Selemani Mwalimu, ama ni either yeye asubiri ama Mwalimu aanze, ama yeye aanze Mwalimu asubiri katika eneo la kushambulia. Hapa sasa tunakuja kumwangalia kocha Steve Barker atakuja na kikosi kipya kwa staili gani hasa katika eneo la mwisho, sababu changamoto kubwa ya msimu uliopita ya Simba ilikuwa ni eneo lao la kushambulia ambalo lilikosa mtu wa mwisho, na akalazimika kumtumia Eli Mpanzu Kibisawala au alikuwa anamtumia Ino Josephine Loemba katika eneo la mshambuliaji wa mwisho, kitu ambacho unaona kabisa kilikuwa kinaonyesha kwamba kuna changamoto ipo, wanatengeneza nafasi wako wanashindwa kuzitumia kwa wakati kutokana pia na movement ambazo walikuwa wanazifanya. Lakini kupitia Ibrahim Dumbia huenda Simba ikatibu tatizo kile ambacho wako nacho, japo hana ukomavu na uzoefu wa michuano ya kimataifa. Hilo lipo wazi kwa sababu Korofina sio timu kubwa ama timu ambayo ina ushawishi ama timu ambayo inaweza kushawishi kwa msimu mzima kushiriki labda ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho na mazingira mengine. Kwa hiyo kwenye mazingira haya ni kwamba Simba watamtambulisha striker ambaye ana namba nzuri, lakini anakuja kupata uzoefu na ukomavu kwenye kikosi chao, haswa anapokuja kwenye swala la kimataifa ambalo pia msimu uliopita Simba hawakuwa na wakati mzuri, ikiwemo kutokuwa na mshambuliaji ambaye angeweza kwenda kuwapa kitu bora katika eneo lao la kushambulia kwa msimu uliopita. So far so good. Kama wanaenda kimataifa, maana yake Mwalimu ataonekana kuwa na uzoefu mkubwa kuliko Dumbia, kwa sababu Mwalimu alikuwa msimu uliopita, lakini pia Mwalimu alikuwa kwenye kikosi cha Wydad Casablanca ambacho kilishiriki michuano ya FIFA Club World Cup ambayo ilifanyika kule Marekani, na alipata nafasi ya kucheza kwa mechi moja dhidi ya Juventus Turin ya Italia. Aliingia kutokea bench. Kwa hiyo kama ataendelea ama watamtambulisha kweli kama tetesi ama video zinavyoonyesha akiwa airport Dar es Salaam ya Mwalimu Nyerere, maana yake ni kwamba Simba watakuwa na striker mwingine kijana ambaye atakuwa na njaa uchu kutaka kufanikiwa. Turudi kwenye klabu ya Simba na historia ya wachezaji kutoka Mali. Nini ambacho kimewahi kujitokeza? Simba na historia nzuri ya kumsajili Sadio Kanut, ambapo naamini walimuona kwenye finali za CHAN mwaka 2021 ama 2020 ambazo zilifanyika 2021 kule nchini Cameroon, ambapo Tanzania pia tulishiriki. Kama unakumbuka tulikuwa na kundi moja na Guinea. Sadio Kanut alikuwa yeye eneo la kiungo, lakini eneo la golini alikuwa Djigui Diarra ambaye ni mlango wa Yanga wa sasa, na eneo la kushambulia walikuwa na Sambadi Kone, eneo la kushambulia Ibrahim, kitu kama hicho, ambao alikuwa anamtegemea sana, alikuwa ni kijana mdogo sana. Kwa hiyo Simba walikuwa wamekuwa na historia nzuri wachezaji kutoka Mali, akiwemo Sadio Kanut ambaye alimsajili na alicheza kwa zaidi ya msimu mmoja, lakini baadaye wakamwacha. Na Sadio Kanut tumemuona akija kwenye kikosi cha Azam FC msimu uliopita. Bado hatima yake pia haijulikana, lakini alikuwa kwenye kikosi cha Azam FC msimu uliopita na alicheza. Kwa hiyo huenda Simba kwa wanaishi kwenye mazingira ya kwamba kumsajili Ibrahim Kone huenda kukaleta impact nzuri kama ambavyo ilikuwa kwa Sadio Kanut. Lakini kabla sijaondoka, nikupe taarifa njema kwamba kama unahitaji saa nzuri kama hizi, una pesa ambayo unasema sio nyingi wala sio ndogo, unaweza kupata saa kali kama hizi kutoka kwa Safe Watch Store ambaye anapatikana Kariakoo Msimbazi. Bei nafuu kabisa. Nenda katika mitandao ya kijamii, anapatikana kwa jina la Safe Watch Store tu, lakini njoo kwa mitandao yangu ya kijamii ya Instagram, Facebook na X,
napatikana kwa jina la Salama_Ngale. Tuje tuzungumze yaliyo mengi kweli kweli yanayohusiana na michezo. Yote kwa yote, usisahau kusubscribe sababu kuna taarifa nyingi ambazo nakuja kukuletea.